24. Unachotembea nacho ni masaa 24. Au tembee na madaftari, au tembee na syllabus ya shule, lakini masaa 24 uko nao usiku na mchana. Lazima ujitahidi utumie huo muda vizuri. Na ndio sababu tumekuja huku Nane Nane kwa lengo moja tu, na kufundisha watu swala la muda, time. Tumekuja huku Nane Nane. Hatujaja Nane Nane kutafuta pesa. Hatujaja Nane Nane kutafuta pesa. Tumekuja kutafuta baraka. Hatujaja kutoa huduma ya bidhaa Nane Nane. Tumekuja kutoa huduma ya maneno, ya taarifa, information. Tunakupa information. Na hizi information ni bure kabisa, hakuna kiingilio. Ni bure, hakuna kiingilio. Unaposimama hapa ni kwa faida yako. Ni kwa faida yako. Kwa sababu kuna kitu utaingiza ndani ya akili yako. Na mimi ninajua kabisa una vitu vingi ndani ya akili yako. Lakini mimi nitaongeza kitu kidogo tu ambacho kitaleta tofauti ndani ya maisha yako. Kitaleta tofauti ndani ya maisha yako. Asa ukijaribu kuangalia, mwanadamu anakuwa kwenye hatua 3 tofauti. Nataka utende sambamba mimi na wewe. Hii itakusaidia. Mwanadamu anakuwa kwenye hatua 3 tofauti. Mwanadamu anakuwa kimwili. Mwanadamu anakuwa kiakili. Mwanadamu anakuwa kiroho. Asa nataka kukuonesha kwa siku ya leo ambacho kitakusaidia, kitabadilisha mtazamo wako. Angalia sana kile kitu ambacho kinakuwa na hakina mwisho. Kinakuwa na hakina mwisho. Akili ya mwanadamu ina uwezo wa kuchukua taarifa zaidi ya bilioni 14. Bilioni 14. Akili ya mwanadamu ina uwezo wa kuchukua taarifa zaidi ya bilioni 14. Asa ili ujaze masaa yako 24, lazima hizi sehemu 3 zote zikuwe kwa pamoja ili masaa yako 24 yajae. Unakuwa kimwili, unakuwa kiakili, na unakuwa kiroho. Asa watu wengi sana wanakuwa tu kimwili, wanakula ugali. Hao watu wanaenda kutafuta fedha, wako barabarani, wako kwenye makampuni mbalimbali, wanatafuta fedha. Hawa watu hawasomi vitabu vya biashara. Kukua kiakili ni business. Kukua kiroho ni ministry, ni huduma. Kuna huduma iko ndani yako ambayo Mungu ameiweka. Huduma iko ndani yako. Kila mtu anayepita hapa na anayekuja kuna nani, kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Lazima ugundue hicho kitu. Na utakapogundua hicho kitu, ndio siku umeanza kuishi. Watu wengi sana hawajagundua Mungu ameweka nini ndani yao. Wako wanatafuta kazi, wanatafuta biashara za kufanya, wanatafuta pesa. Hasa siku utakapogundua kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, ndio siku unaanza kuishi. Lakini kama hujagundua, unatusindikiza sisi ambao tumeshagundua. Hiyo ndio tofauti. Unasindikiza watu ambao wameshagundua. Utamwona Bill Gates, unasema huyu jamaa ni tajiri, unaanza kumsifia. Utamwona tajiri mwingine Warren Buffett, unaanza kumsifia. Ni kwa nini? Unamsindikiza yule mtu. Unamsindikiza. Utaona mchungaji fulani, unasema yule mchungaji ni very powerful, ana nguvu sana, ana upako. Kitendo cha kusema vile, unamsindikiza. Hasa na wewe lazima ugundue maono yako. Ugundue kile kitu Mungu ambacho ameweka ndani ya maisha yako, ili watu wengine waseme hicho kitu kilichoko ndani ya maisha yako. Tofauti na hapo, maisha yabaliki. Hasa ninachotaka kukuonesha hapo, akili ya mwanadamu inakuwa ina uwezo wa kubeba information zaidi ya bilioni 14. Hakuna mtu duniani amekufa kwa kujaza akili, lakini kuna watu wengi wamekufa kwa kujaza tumbo. Wengi. Na wamekufaje? Wameshikwa na sukari, pressure, gauti na magonjwa mengine kwa kujaza tumbo. Hasa lazima ukae chini ujiulize, hakuna mtu ameshawahi kujaza akili akafa. Akili yako imeweza kuchukua ni movie ngapi umeangalia? Ni picha ngapi akili yako imepiga kwenye maisha? Ni vitu vingapi unavifanya umesikiliza kwenye maisha? Mbona akili yako haijajaa mpaka leo? Na una miaka mingapi? Hasa angalia vile vitu ambavyo havijai. Ukiangalia kwenye mwili,
Akili yako huwezi kuijaza, wala roho yako huwezi kuijaza. Lakini mwili unakula chakula, inafika mahali ukui tena, lakini unaendelea kula. Ukui tena. Shida inayotokea pale, unaanza kuzeeka. Unakula chakula lakini unazeeka, sio kwamba unakuwa. Unakula chakula lakini unazidi kuzeeka, unazeeka. Asa akili haizeeki, wala roho yako haizeeki. Unapoilisha taarifa, ndivyo inavyozidi kuwa kijana. Akili yako inakuwa kijana, akili yako inakuwa kijana. Lakini mwili unaulisha chakula, inafika mahali haukui tena na unaendelea kula, lakini unaendelea kuzeeka. Pale ni makosa. Angalia kitu, sehemu zinazokuwa ndio uzilishe, ambazo hazina mwisho. Akili haina mwisho. Akili haina mwisho, wala roho yako haina mwisho. Hasa watu wengi sana wamelisha kitu ambacho kinafika mahali kinakuwa, alafu hakikui tena, kinaanza kuharibika sasa. Yaani mwili wako utakaposimama kukua, ndio siku unaanza kuzeeka. Au kui tena, unafiki tena, unaanza kuzeeka. Ina maana ndio jinsi, ndio hatua ambazo unakaribia kaburi lako, unakaribia kifo. Asa lazima uangalie sana akili, kwa sababu Biblia inasema carefully guide your thought because it's the source of your true life. Chunga sana mawazo yako, kwa sababu ndio chanzo chako cha maisha. Chunga sana kitu kinachoingia kwenye akili yako. Hasa watu wengi sana wanachunga vitu vinavyoingia kwenye tumbo, lakini sio kwenye akili. Atachagua kitu cha kula, lakini achagui kitu cha kusikiliza, ile ni kosa. Achagui kitu cha kusoma, ile ni kosa. Lazima uchague kitu cha kusikiliza. Anaingia kwenye smartphone, ataangalia movie ya pornographic, ataangalia story mbalimbali nyingi mbaya. Ajui kwamba anaingiza taarifa ambazo ni chafu ndani ya akili yake. Kitu kingine ninachotaka kukuambia, kitakacho kusaidia, ukila chakula, ukilisha tumbo, kazi ya akili ni kuituma damu iende kwenye tumbo, iende kameng'enye kile chakula. Alafu inapeleka, akili inaambia damu ipeleke chakula kwenye mifupa, kwenye miguu, kwenye mikono, kwenye nywele, kila mahali. Kile kinachobaki kinatoka, unaenda kujisaidia. Lakini kile unachoingiza kwenye akili unakitoaje? Lazima ujiulize, kile kitu unachoingiza kwenye akili unakitoaje? Chakula kile kitatoka, lakini taarifa unazoziingiza kwenye akili yako utazitoaje? Pale ndio shida. Watu wengi hawajui namna gani utafute hizo taarifa ambazo zimeingia kwenye akili. Kwa sababu Biblia inakwambia carefully guide your thought. Chunga mawazo yako, chunga akili yako. Chunga akili yako, chunga kitu ambacho unaingiza ndani ya akili yako. Kwa sababu chakula kitatoka, lakini taarifa zinazoingia kwenye akili yako utazitoaje? Hapo ndio mahali watu wanapata shida. Na taarifa nyingi zinapozidi kwenye akili yako ambazo ni negative, taarifa hasi ziko ndani ya akili, zinasababisha stress. Na stress ndio chanzo cha magonjwa yote duniani. Asa lazima uangalie sana kile ambacho unakisikiliza, unachokiangalia. Mimi miaka 8 iliyopita nyuma niliacha kuangalia vyombo vya habari. Niliacha kuangalia vyombo vya habari. Nyumbani kwangu nilikuwa na dishi 2, nina internet 2, magazeti nalipa kwa mwezi, yanaletwa kila siku, redio zinazoshika channel mpaka za Ulaya. Lakini nilisimamisha kila kitu ili niangalie kama nikisimamisha hivi vitu akili yangu itakuwa kwenye eneo gani. Na baada ya kusimamisha, nikasema nitasoma vitabu vyangu vya biashara na Biblia. Basi nitasoma vitabu vyangu vya biashara na Biblia. Kwa kipindi cha miaka 8 nimeona namna gani kiwango changu cha kufikiri kimeongezeka. Mimi ni mjasiriamali, mimi ni machinga, mimi sio mchungaji, sio mwalimu. Lakini leo ninafanya kazi za wachungaji, nafanya kazi za maaskofu. Ni kwa nini? Nilisimamisha zile taarifa ambazo sio sahihi zilizokuwa zinaingia ndani ya akili yangu. Na usiposimamisha hizo taarifa ambazo sio sahihi zinazoingia ndani ya akili yako, mwisho katika umri wa uzee utateseka sana. Hizo taarifa hasi zitasumbua sana wakati ukiwa mzee. Zitasumbua sana.
utakuwa unasikia maumivu kila eneo la mwili wako na utatembea na vidonge. Sasa tunachokuja huku 88 ni kukusaidia kitu kimoja. Kama una nidhamu, unaweza kutumia vyombo vya habari. Lakini kama una nidhamu, kama mimi nilikuwa sina nidhamu na vyombo vya habari, niliondoa kabisa. Nyumbani kwangu sina TV, sina radio, sina internet, sina smartphone. Nimesema ninasimama kwa muda wa miaka 10, bado miaka 2, ili niangalie akili yangu itakuwa kiwango gani kwa kusoma Biblia na vitabu vyangu vya biashara. Lazima ifike mahali uangalie akili yako inakupeleka wapi, kwa sababu kinachokutesa leo ni akili yako, sio kitu kingine. Akili iliyokuingiza kwenye maisha unaoishi leo, huwezi tumia akili hiyo hiyo ikakutoa hapo. Haiwezekani. Usafiri kama wa kwetu hapa, hilo sio gari, huo ni usafiri. Magari yakipita hapa tutakonesha. Hiyo ni kama toyo. Usafiri kama wa kwetu, ukikwama mahali, ukaleta usafiri mwingine kama huo, uvute, zote mbili zinakwama. Asa lazima ukiona kabisa akili ile kuingiza kwenye maisha unaoishi leo haiwezi kukutoa hapo unapoishi. Lazima utumie akili nyingine kubwa zaidi, ambayo ni akili ya Kristo, akili ya Mungu. Lazima ujiulize, maisha unaoishi leo ni Mungu amekuchagulia? Hapana. Ni wewe umechagua. Ukiangalia nguo ulizovaa, viatu ulivyovaa, simu ulionayo, kila kitu ulichonacho, mpaka style ya nywele ulionayo, ni wewe umechagua, sio Mungu amekuchagulia. Ni wewe umechagua. Kwa hiyo ina maana mpaka maisha unaoishi leo ni wewe umechagua, sio Mungu amekuchagulia. Maisha ambayo Mungu amekuchagulia ni mazuri zaidi ya maisha unaoishi leo. Mungu akuchagulia maisha ni mazuri zaidi kuliko maisha unaoishi leo. Asa lazima ukae chini uangalie kabisa akili leo kuingiza kwenye maisha unaoishi leo. Huwezi kutumia akili ikakutoa hapo. Tumia akili ya Mungu. Na akili ya Mungu ni neno la Mungu. Na neno la Mungu ndio hekima ya Mungu. Ndio hekima ya Mungu. Ndio hekima ya Mungu. Kwa hiyo lazima ujitahidi sana kutafuta maarifa. Na unapotafuta maarifa, utaona kabisa akili yako inakuwa. Watu wengi sana akili zao hazijakuwa kwa sababu hawafikiri. Mtu yote aliyeajiriwa, afikiri. Mtu yote aliyeajiriwa, afikiri. Anayefikiri ni bosi wake. Ukiwa umeajiriwa ufikiri, kwa sababu mtu mwingine ndio anayefikiri kwa ajili yako. Anatumia ule muda wako wewe. Na kuajiriwa mwisho ni miaka 3. Baada ya miaka 3 unakuwa mwaminifu kwenye kazi ya mtu, kazi uliyopewa. Baada ya miaka 3 Mungu anakupa kazi yako wewe mwenyewe. Kuajiriwa mwisho ni miaka 3. Hata Yesu alikaa na wanafunzi wake kwa muda wa miaka 3 akawapangia kazi. Nebukadneza alikaa na Danieli, Shadraki, Meshaki na Abednego miaka 3 akawapangia kazi. Chuo kikuu ni miaka 3 unapangiwa kazi. Kwamba lazima ujiseti, ujue kabisa kila majira yanakwenda na wewe kwa miaka 3. Kila majira miaka 3. Ili tofauti yote itokee kwenye maisha yako, lazima kile kitu unachokifanya kifanye kwanza kwa muda wa miaka 3. Kama kijakaa vizuri, badilisha. Lakini ukiwa mwaminifu, usinungunike kwa sababu ya mshahara, usinungunike kwa sababu ya masaa mengi, usinungunike kwa jambo lolote lile. Kazi ni ngumu. Mungu amekupeleka pale ili akupe kazi yako. Mungu anakupeleka kwenye kazi ya mtu kama kujifunza ili akupe kazi yako. Kwamba lazima ujipange. Ujue kabisa unapokabidhiwa kazi ya mtu, uwe mwaminifu 100%. Na uifanye katika kiwango cha juu 100%. Kabla ya miaka 3 Mungu anakupa kazi yako mwenyewe. Tofauti na hapo, unaajiriwa mpaka siku ya mwisho. Utahama kampuni hadi kampuni, biashara hadi biashara. Na huo sio mpango wa Mungu. Mungu anataka uwe na kazi yako mwenyewe. Mungu ana kazi nyingi sana ambazo anataka kupangia watu, lakini hakuna mtu yote ambaye amejiandaa apewe zile kazi. Nataka nikupe tafsiri itakayokusaidia.
Mungu anaipa fursa akili iliyojiandaa. Akili yote iliyojiandaa Mungu anaipa fursa. Hebu tusome kitabu cha Ezekiel 22. Ezekiel 22 mstari 30. Ezekiel 22:30. Mungu anaipa akili iliyojiandaa fursa. Kama akili yako haijajiandaa, Mungu hawezi kukupa fursa. Ukimwona mzungu anapotembea, mzungu ana kamera, ana diary, ana kitabu cha kusoma, ana kalamu, ana kitu cha kurekodi, anaandaa akili yake kwa ajili ya fursa ambayo Mungu ataiachilia. Hebu jiulize leo, Mungu kama anatafuta mtu wa kufungua supermarket hapa Arusha, atakukuta wewe? Ina maana una taarifa za kuwa na supermarket. Mungu anatafuta mtu wa kufungua kituo cha mafuta hapa Arusha, atakukuta wewe ili akupe kile kituo cha mafuta? Hizi biashara zote unazoziona duniani ni za Mungu, wewe ni mwakilishi tu. Hebu tusome andiko. Inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Mungu anatafuta mtu atakayesimama badala yake, lakini hakuona mtu. Hakuona mtu. Asa lazima ujiandae. Ukiangalia wazungu kitu wanachokifanya, wao wanajiandaa kwa sababu ya fursa. Wanajiandaa kwa sababu ya fursa, lakini Waafrika tujiandae ndio sababu hatuna fursa nyingi. Hatuna fursa nyingi. Mungu anaipa fursa akili iliyojiandaa. Nataka uondoke na hiyo tafsiri. Mungu anaipa fursa akili iliyojiandaa. Kama akili yako haijajiandaa, Mungu haipi fursa. Leo ukiangalia mimi nafundisha huko barabarani na nimetoa miaka 3, ninajiandaa ili Mungu anipe fursa ya kwenda kufungua kanisa. Ili Mungu anipe fursa ya kwenda kufungua kanisa. Najiandaa na kuja kwenye maonyesho. Nafundisha barabarani huko Arusha, hapa Arusha, sehemu zote kila siku. Na nimetoa miaka 3. Na naamini kabisa ninavyoiandaa akili yangu kwa muda wa miaka 3, Mungu atanipa fursa na nitakwenda kufungua kanisa. Atanipa fursa. Kwa sababu Mungu anaangalia akili iliyojiandaa ili aipe fursa. Unakuta usome vitabu, uende kwenye maonyesho ya biashara, uende kwenye semina za biashara, utafuti taarifa zote zile. Asa Mungu anaangalia akili, anajiuliza huyu mtu tutamsaidiaje? Mungu anakosa cha kumsaidia. Ukiangalia nimetembelea vijana wengi sana ambao wamesoma, wana masters. Shida kubwa ya wale vijana, nyumbani kwao hawana library, hawasomagi vitabu, hawatafuti information. Anaangaliaga vitu vyake pale ukutani, aenda kutafuta navyo kazi. Basi asa mtu kama yule Mungu hawezi kumpa fursa. Hawezi kumpa fursa kwa sababu kazi alichosomea ni kitu kimoja, kimefundishwa watu milioni 5, kitu kimoja, na wanaoajiri ni watu 100 tu. Watu milioni 5 wamefundishwa kitu kimoja, wote ni computer science, alafu wanaoajiri ni watu 20. Nani atapata hiyo fursa? Lazima ujiongeze kwenye eneo lingine ambalo Mungu atakutumia. Tofauti na hapo ni ngumu. Tofauti na hapo ni ngumu. Na utakapojiongeza na ukaangalia kabisa una msingi wa masters katika eneo fulani, ukajiongeza kwenye eneo lingine, utaona Mungu anakupa fursa. Sasa Mungu haipi akili ambayo hajajiandaa fursa hata siku moja. Na Mungu hafanyi kazi na mtu mjinga. Kwa sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio wanaangamizwa kwa kukosa pesa. Sio wanaangamizwa na dhambi. Hapana. Hao watu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yaani Mungu anashangaa. Amempa mwanadamu akili kubwa sana. Muda wa kuishi ni mdogo na masaa kuishi ni madogo. Akili ya mwanadamu ina uwezo wa kuchukua information zaidi ya bilioni 14. Mwanadamu anaishi siku 38,700.
siku 38,700 wengi hawafikishi. Hii ni miaka 120. Ni miaka 120. Siku 21,900 ni miaka 60. Watu wengi hawafikishi. Hawafikishi. Jaribu kuangalia siku 21,900 ni miaka 60. Na mtu hafikishi siku 21,900. Ukihesabu miaka kwa siku ndio utaogopa, utatumia muda wako vizuri. Utatumia muda wako vizuri. Hata tofauti na hapo, watu wengi hawaelewi hilo. Kwamba kuishi hapa duniani, mimi na miaka 48 na siku 14,625 14,625 ni siku kidogo sana. Yaani piga hesabu, chukua 365 mara umri ulionao, piga mara mpaka 100, miaka 120. Utaona kabisa siku za kuishi ni kidogo sana. Lakini amekupa akili kubwa na amekupa masaa 24 tu. Mahesabu ya Mungu yalikuwa ni makali sana. Anakupa siku kidogo za kuishi, masaa kidogo ya kufanya kazi na akili kubwa. Akili inaweza kuchukua information zaidi ya bilioni 14. Ukiishi sana hapa duniani ni siku 38,700 ambao ni miaka 120. Ni siku kidogo. Gawanya hizo siku utaona siku 21,900 ni miaka 60. Asa lazima uangalie, ukihesabu kwa siku. Daudi anamwambia Mungu, nifundishe kuhesabu siku zangu ili aweze kuishi katika kutenda haki. Asa leo kama hujahesabu siku zako za kuishi, nenda kwenye website moja. Hiyo website imeandikwa deathclark.com, www.deathclark.com. Ukaangalie, jaza information zako pale. Ile website itakwambia utakufa lini. Itakwambia utakufa lini. Ukiangalia tabia ulizonazo, weka mtu ambaye miaka ya nyuma sana, elezea tabia zake, itakwambia ameshakufa. Niliweka ya baba yangu na umri aliozaliwa, kila kitu na vitu baba yangu alikuwa anafanya, ikaniambia mzee ameshakufa, na kweli ameshakufa. Asa lazima uangalie, nenda kwenye Deathclark, www.deathclark.com. Weka hizo information hapo. Itakwambia siku kwa tabia ulionayo, nchi unaoishi, chakula unachokula, maisha unaoishi, inakwambia mpaka siku ya kufa. Na ikitofautiana hapa ni kidogo tu brother. Labda utaongeza hapo siku chache, miezi 6 au miezi 8, lakini kufa utakufa kipindi hicho hicho. Ni kutokana na maisha unaoishi. Unajua, mimi nashauri watu wengi sana. Kuna watu wanakula vyakula vizuri sana, vyenye afya, vyenye virutubisho vyote, lakini kosa wanalofanya, ukiwa unakula chakula kama hicho, lazima utubu kwanza ndio ule chakula. Usipotubu ni kama mtu amekula chakula kwenye sahani chafu. Hakuna kitu. Magonjwa, afya inasababishwa na nini? Na dhambi. Afya ikiwa mbaya ni dhambi. Hasa lazima utubu kwanza ndio ule chakula chenye afya. Usipotubu hakuna kitu. Unakula chakula kwenye sahani chafu. Unakula chakula kwenye sahani chafu. Hasa watu wengi hawafanyi hivyo, kwa sababu ni mambo ya kiroho. Watu wengi wamebezi kwenye mambo ya kimwili, wamesahau mambo ya kiroho. Unaposimama kwenye mambo ya kimwili unapotea. Mambo ya kimwili yana mfumo wake, na mambo ya kiroho yana mfumo wake. Kwamba kinachosababisha mtu kuishi ni mfumo wa kiroho, sio mfumo wa kimwili. Ni mfumo wa kiroho ndio sababisha mtu aishi vizuri, kwa sababu furaha, amani, upendo ni swala la kiroho, sio swala la kimwili, kwamba lazima ulifanyie kazi. Kuna watu wengi sana wana pesa nyingi sana, lakini hawana upendo, hawana furaha, hawana amani, na wala watu wanateseka. Kwamba lazima ujitahidi sana. Nilikuwa najaribu kuchunguza ni kwa nini makampuni makubwa duniani,
yanafilisika, yana wasomi, yana watu wote wamesoma katika kila aina ya shule, watu wamesoma Ulaya, watu wamesoma sehemu mbalimbali, lakini kampuni inafilisika. Ni kwa nini? Ile kampuni inakuwa ni nzuri sana kwenye eneo la kimwili, lakini eneo la kiroho ile kampuni haifanyi vizuri. Eneo la kiroho ile kampuni haifanyi vizuri. Kwamba lazima ujitahidi sana ufanyie kazi eneo la kiroho. Kampuni nyingi sana zinafilisika ni kwa sababu eneo la kimwili ile kampuni inafanya vizuri, lakini eneo la kiroho ile kampuni haifanyi vizuri. Kwamba lazima uelewe hilo, litakusaidia. Na ukiona kabisa hata sasa hivi unavyoishi una shida kabisa kwenye eneo la kimwili, lakini una shida kwenye eneo la kiroho, umemwacha Mungu, umemwacha Mungu. Inaweza kuwa uko hapa kwenye maonyesho, una miaka 30, una miaka 40, una miaka 50 na kuendelea, na hujafanya kitu cha maana hapa duniani. Una shida kabisa eneo la kimwili, una shida eneo la kiroho. Eneo la kiroho ukishamwacha Mungu, lazima maisha yasumbue, na swala zima la muda ni swala la kiroho. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Ina maana kitu cha kwanza kabisa Mungu alichokiumba ni muda, ndio akaumba vitu vingine vyote. Hasa leo usipoheshimu muda, huwezi kumheshimu Mungu. Watu wote duniani ambao waheshimu muda au mheshimu Mungu. Wachina hawajaokoka wala Wajapani, sio kwamba wote ni Wakristo. Lakini kwa nini wanafanya vizuri sana? Ni kwa sababu ya muda. Ni muda tu, wanatumia muda wao vizuri. Afrika kuna makanisa kila mahali, kuna makanisa kila kona, hapa Tanzania, hata hapa Arusha. Lakini kwa nini Wakristo wafanye vizuri? Hawaheshimu muda. Na kanisani ufundishe swala la muda. Kanisani unafundisha utoe sadaka ili ubarikiwe. Lakini itafika mahali unapomfundisha mtu swala la muda, hawezi kutenda dhambi. Ili kusimamisha dhambi ni muda utumike vizuri. Utakuwa eneo sahihi na watu sahihi na wakati sahihi, na unafanya kitu ambacho ni sahihi. Lakini kwa sababu muda hautumiki vizuri, na tumesema mwanadamu anakuwa kwenye hatua 3 tofauti. Huyu mtu anayefundisha swala la kimwili, akili yake haijakuwa, wala maisha yake ya kiroho hayajakuwa, huyu mtu lazima atende dhambi. Kuna usemi unasema akili isiyotumika ni karakana la shetani. The idle mind is the workshop of devil. Hebu jiulize sasa hivi, kama usome vitabu, uende kwenye semina za biashara, na hiyo sehemu ya akili yako ipo na ni tupu, nani anaitumia? Ni shetani. Kwa sababu Mungu anataka kutawala akili yako, na shetani anataka kutawala akili yako. Atakayewahi ndiye atakaye kutawala. Atakayewahi ndiye atakaye kutawala. Asa kama Mungu anataka kutawala akili yako, Mungu atafanya akili yako ni karakana yake. Tuko pamoja? Kama vile Mungu anavyotumia akili yangu mimi kama karakana yake, anatengeneza vitu vyake kwangu kwenye akili yangu. Na shetani akikuwahi anatumia akili yako kama karakana yake. Asa lazima uamue ni nani unataka kutumia akili yako, ni Mungu au ni shetani? Kwa sababu haiwezekani haya maisha unaoishi kwamba ni Mungu amekuchagulia. Sio kweli, sio kweli. Haya maisha unaoishi ni wewe mwenyewe umechagua. Ni wewe mwenyewe umechagua, sio Mungu. Na nataka kukuuliza swali moja. Hiyo kazi unayofanya
Kama ni Mungu alikuwa anafanya, angelifanya kama wewe? Ni kazi ya mtu umeajiriwa? Hapana. Huyo mke unaoishi naye, kama ni Mungu alikuwa anaishi na huyo mke wako, angeliishi naye kama wewe? Hapana. Hapana. Hiyo biashara unayofanya, kama ni Mungu anafanya, angelifanya kama wewe? Hapana. Kuna watu wamekuja hapo kwenye maonyesho saa 4. Mungu angelikuja saa 4? Hapana. Saa 1 Mungu angelikuwa ameshafika hapo. Lakini mtu alifika saa 4 kuja kufungua banda lake. Anakwenda kazini saa 3. Anakwenda kazini siku anataka. Anaongea na mteja atakapojisikia kuongea na mteja. Kama ni Mungu alikuwa anafanya biashara, angelifanya kama wewe? Hapana. Hapana. Hivi ni vitu ambavyo lazima ujiulize. Ili ufike, Mungu alisema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Inabidi kila kitu utakachokifanya kifanye katika kiwango cha Mungu. Na utafanyaje vitu katika kiwango cha Mungu? Cha kwanza kabisa ni kuheshimu muda. Kwa kutumia muda. Ukiweza kutumia muda vizuri, Mungu anaanza kutembea na wewe. Na kama utumii muda vizuri, jua unatembea mwenyewe. Hauko na Mungu. Ndio sababu unapata ajali, matatizo yanatokea. Brother, ngoja nikwambie kitu kimoja. Watu wote wanaotumia muda wao vizuri hapa duniani, akiwa anatembea mahali popote, akigeuka nyuma anaona watu wanamfuata. Watu wote wanaotumia masaa 24 vizuri, akiwa anatembea barabarani, akigeuka nyuma anaona kuna watu wanamfuata. Lakini mtu ambaye atumii muda wake vizuri, akitembea nyuma, akitembea barabarani, akigeuka ana watu wanamfuata. Yesu alikuwa anatumia muda wake vizuri. Yesu alikuwa akitembea barabarani, akigeuka nyuma anamwona Petro, Luka, anaona Mathayo na watu chungu nzima, makundi ya watu wanamfuata. Makundi ya watu wanamfuata. Tuko pamoja? Hasa lazima uangalie. Lakini kama unatembea barabarani, ukigeuka nyuma hakuna mtu anakufuata, wewe ni mzuraji. Wewe ni mzuraji. Wewe ni mzuraji. Lazima uone watu wanakufuata nyuma. Uone watu wanakufuata. Na utajuaje watu wanakufuata? Una kampuni, kuna watu ambao wanakufuata wewe nyuma. Una kampuni wanasubiri wewe useme kitu, wao wafanye. Kwa sababu mtu aliyeajiriwa afikiri. Anayefikiri ni yule aliyeajiri, ni bosi wake. Unapoajiriwa tu unakosa cha kufanya. Huwezi kufikiri, utakuwa unawaza tu. Hasa lazima uangalie yule ambaye amekuajiri ndio anayefikiri. Ndio anayefikiri. Ndio anayeamua kwamba hichi kitu kikaa hapa, hichi kitu kikaa hapa, ubao ukaa hapa, hii podium ikaa hapa, ili gari likaa hapa. Huyo ndio anayefikiri. Huyo ndio anayefikiri. Lakini hao wengine wote wanawaza. Wanawaza. Hasa lazima ukae chini, uangalie namna gani unaweza kutumia muda wako masaa 24 wewe mwenyewe. Wanaotembeza vitu barabarani. Utakapoweza kutumia masaa yako 24 wewe mwenyewe, maisha yako yanabadilika. Maisha yako yanabadilika. Hakuna kitu kingine, hakuna kitu kingine kinachosababisha mtu afanye vizuri. Hakuna kitu kingine kinachosababisha mtu afanye vizuri mpaka utakapoamua kutumia masaa yako 24 wewe mwenyewe. Uwe ni mmiliki. Uwe mmiliki. Usilewe ovyo huku 8 kulewa kuanzia saa 10. Na kuna tafsiri ambayo tumeisema kwa statement ambayo tumesema wewe ndio mkurugenzi mtendaji wa maisha yako, na wewe ndio rais wa muda wako. You are the CEO of your own life and the president of your own time. Rais wa muda wako mwenyewe. Magufuli sio rais wa muda wako, wala hajui kama uko na nani. Hajui. Ile ndio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wewe ndio rais wa muda wako, una masaa 24. Yeye anakuwa 24 na anajua anavyoyatumia. Hasa jiulize wewe, masaa yako 24 unayatumiaje? Utakapoanza, hakuna kitakacho kutoa hapo ulipo. Hakuna kitakachoongeza kipato hapo ulipo kama hujaweza kutumia masaa yako 24 mwenyewe. Hakuna. Hakuna kitu kingine. Na ndio sababu mtaji mkubwa
ambao Mungu amempa mwanadamu ni masaa 24, na watu wote duniani wamepewa mtaji sawa sawa, mtaji sawa sawa, wote wamepewa masaa 24. Ni kwa nini huyu ni tajiri na huyu ni maskini? Ni matumizi ya muda, hakuna kitu kingine. Na jiulize, ni kwa nini duniani muda ufundishwe? Lazima jiulize, ni kwa nini duniani muda ufundishwe? Ufundishwe. Ni kwa nini kanisani ufundishwe swala la muda, wakati master mwenyewe Yesu Kristo alikuwa anatumia muda mpaka siku ya kwenda msalabani, alikuwa anajua, na saa alikuwa anajua, mpaka dakika, mpaka sekunde Yesu alikuwa anajua. Lakini kanisani ufundishwe swala la muda. Watu wote unaoona wanateseka, wa Afrika wanateseka kwa sababu hawajafundishwa thamani ya muda. Siku utakapojua thamani ya muda wako, kama umeajiriwa, unaacha kazi saa hiyo. Saa hiyo unaacha kazi. Huko barabarani, katika mafundisho yetu, watu wengi wameacha kazi. Kazi kubwa wameacha kazi kwa sababu waligundua thamani ya muda wake. Lisaa lake moja lina thamani gani? Wewe unamtengenezea mtu bilioni 5 kwa mwaka, yeye anakulipa milioni 60 kwa mwaka. Kuna shida hapo. Unamtengeneza mtu bilioni 5. Brother, ngoja nikwambie, mfanyakazi mzuri, yaani mfanyakazi mzuri ni rahisi. Ni rahisi. Mfanyakazi wote mzuri ni rahisi. Ni kwa nini? Huyu mtu anakutengeneza bilioni 5, unamlipa shilingi ngapi? Milioni 60 kwa mwaka. Anaona milioni 60 ni nyingi sana, lakini anatengeneza bilioni 5. Kwa hiyo mfanyakazi mzuri ni rahisi. Ni rahisi. Kwa lazima ukae chini ujiulize, kama unaweza kutengeneza mtu mwingine bilioni 5, ukiamua wewe mwenyewe unaweza kutengeneza pia, kwa sababu wewe ndio umetengeneza zile pesa. Yeye amekaa mahali. Leo Bill Gates anachukua vijana wa Kihindi kutoka India na vyuo vikuu mbalimbali duniani, anaweka kwenye room moja, wanamwandikia zile program za software za program mbalimbali. Hata kama unaweza kumwandikia mtu mwingine program, huwezi kuandika kwako, kwa sababu ile kitu iko ndani ya akili yako. Iko ndani ya akili yako. Haiko ndani ya akili yule aliyekuita, aliyekuajiri. Hasa ni pale kwamba watu wengi wana roho ya uoga. Na nataka nikupe tafsiri itakayokusaidia. Pesa haifanyi kazi na mtu muoga. Pesa yenyewe haifanyi kazi na mtu muoga. Pesa ni roho na Mungu ni roho. Pesa haifanyi kazi na mtu muoga, wala Mungu hafanyi kazi na mtu muoga hata siku moja. Mtu muoga, pesa ikienda kwake, yule mtu anakufa. Anakufa. Huyu mtu aje kushika pesa nyingi. Na ukijaribu kuangalia kiwango cha pesa ambacho umeshawahi kukishika tangu umezaliwa mpaka leo, ndio kiwango cha akili yako. Ndio kiwango cha akili yako. Kama umeshawahi kushika 500,000 au milioni 1, milioni 5, ndio kiwango cha akili yako. Hasa mpaka kiwango cha akili kiongezeke, ndio ushike pesa nyingi zaidi. Unalipa mshahara 200,000 tu na unafurahi, unaenjoy 1,200,000, ndio kiwango cha akili yako. Mshahara 600,000, 700,000, ndio kiwango cha akili yako. Milioni 3 ndio kiwango cha akili yako. Kwa sababu mtu yote ambaye analipa mshahara amewekewa mipaka katika ulimwengu wa kiroho. Hawezi kupata hela nyingi zaidi ya pale. Umeambiwa unalipa 600,000 kwa mwezi, unataka upate zaidi ya 600,000, umeshawekewa mipaka kwenye ulimwengu wa kiroho. Ili upate zaidi ya 600,000, lazima uchukue rushwa, uibe, useme uongo, au upangiwe tip kwenda safari ndio upate zaidi ya 600,000. Tofauti na hapo, unarudi kwenye mkanda wa 600,000, huwezi pata zaidi hapo. Na ndio sababu Mungu hafanyi kazi na watu walioajiriwa. Mungu anafanya kazi na wakulima na wafanya biashara. Mungu anafanya kazi na wakulima na wafanya biashara. Mkulima akiweka mbegu chini, anaangalia juu, anaomba Mungu mvua inyeshe. Mkulima anamtegemea Mungu. Mfanya biashara anamtegemea Mungu. Aliyeajiriwa amtegemea Mungu, anategemea bosi wake. Soma Biblia nzima. Hakuna mahali Mungu ameongea wafanya kazi. Ameongea wakulima na wafanya biashara. Basi. Mfanyakazi ana imani yake yote ameweka kwa bosi wake, ameweka kwenye mshahara wake. Lakini mkulima hata kama anapanda nyanya, akishaweka nyanya chini, anaangalia juu, anaomba Mungu mvua inyeshe. Hata lazima uangalie imani yako umeweka kwa nani.
Pale ulipoweka imani yako ndio maamuzi ya maisha yanatokea. Umeweka imani yako kwa Mungu, maamuzi yako ya maisha yanatokea kwa Mungu. Umeweka imani yako kwa bosi wako, maamuzi yako ya maisha yanatokea kwa bosi wako. Kwa sababu ukifukuzwa kazi leo, kuna dada mmoja hapa Mount Meru Hotel alifukuzwa kazi. Kuna Mkenya mmoja alikuwa manager pale kipindi kile cha nyuma, kabla hajabadilishwa. Alifukuzwa kazi, alikufa usiku ule. Yule dada alikufa usiku huo. Ni kwa nini? Amefanya kazi pale miaka 20. Alafu leo unamwambia kazi hamna. Alikufa yule dada kwa kufukuzwa kazi. Imani yake yote alikuwa ameweka wapi? Kwa bosi, kwenye ile kazi. Asa Mungu hawezi kufanya kazi na watu kama hao. Hawezi kufanya kazi na watu kama hao hata siku moja. Ile mtu imani yake ameweka kwenye kazi, kwenye ile kazi, kwa bosi wake. Asa lazima ukae chini, ujifunze namna gani unaweza kutumia masaa yako 24 ili maisha, ili uweze kufurahia maisha. Watu wote wanaofurahia maisha duniani ni wale wanaotumia muda wao wenyewe. Wote duniani wanaofurahia maisha. Na watu ambao wanatumia muda wao wenyewe duniani ni 1% tu. Katika watu bilioni 7 wanaotumia masaa 24 wenyewe ni 1% tu. Au wengine wote hapana. Kuna mtu anatumia muda wake. Kwamba lazima ujipange. Lazima ujipange ili uweze kutumia muda wako mwenyewe. Tofauti na hapo hakuna. Lazima ujipange, utumie masaa yako 24 mwenyewe. Kwa hiyo watu wa Mungu, mimi tunachosisitiza ni wewe kuangalia maeneo haya matatu: kukua kiakili, kukua kimwili, kiakili, kiroho. Na ukikua katika maeneo matatu, unajaza masaa yako 24. Masaa yako 24 unajaza ukikua kwenye maeneo matatu. Hasa ukuta mtu ambaye anakuwa kimwili tu, anayefikiria pesa tu, kutafuta pesa tu, akui kiakili, akui kiroho. Anataka nikwambie kitu kimoja: kitu chochote kile ambacho hakikui kinakufa. Chochote kile ambacho hakikui kinakufa. Sasa kama mwanadamu anakuwa kimwili, anakuwa kiakili, anakuwa kiroho, kama ulishi akili yako inakufa, uende kwenye semina za biashara, uje kwenye maonyesho kama haya, ukatafuta taarifa, usome vitabu vya biashara, hii akili inakufa. Usome Biblia, neno la Mungu, maisha yako kiroho yanakufa. Huyu mtu anabaki kuwa na ugali, anakula ugali tu. Yaani anaishi kwa sababu anakula ugali. Akinyima ugali naye anafanya nini? Anakufa. Ukipanda basi au gari lolote, gari kipata ajali, 99% ya wale watu wanaokufa kule kwenye gari ni wale ambao wamekufa, akili zao zimekufa na akili yao imekufa. Wale watu wanakufa. Ajali yote ikitokea, hata sasa hivi Tanzania ikitokea janga la njaa, wanaokufa ni wale ambao akili ilishakufa, walikuwa wanategemea chakula tu. Wale ambao akili yao ziko hai na maisha yao kiroho yako hai, hawafi hata siku moja. Hawafi. Kwa lazima ile eneo ujue kabisa, usipokuza akili yako, usipokuza maisha yako kiroho, chochote kinachotokea sasa hivi. Nikupe mfano mzuri. Tangia Magufuli aingie madarakani. Kuna wafanyabiashara wengi wamekufa. Kwa nini? Wale watu walikuwa wanaibia serikali. Na wengi, 1% kubwa wamefunga biashara. Hao watu walikuwa hawajakuwa kiakili, hawajakuwa kiroho. Na mtu yote ambaye alikuwa amekuwa kiakili, amekuwa kiroho, anafanya biashara vizuri sana na Magufuli. Wala usumbuani. Ni mlipa kodi mzuri na anaheshimu sheria za nchi. Lakini wale ambao brother hawajakuwa kiakili, wengi wamefunga biashara. Wengi sasa hivi wanamlaumu rais. Magufuli sio mfanya biashara, yule ni mwanasiasa. Na hajakaa kwenye duka la mtu, anazuia watu wasiingie duka. Yuko zake na biashara tofauti kabisa. Wala afanye kazi benki kuu. Lakini leo unasema Magufuli amebana.
Sio kweli. Hao watu hawajakuwa kiakili wala kiroho. Hawajali wateja. Hasa kama hujali wateja, alafu leo uuzi, unamlaumu Magufuli. Wewe uangalie wateja wako vizuri. Unamgawa sali, umetumia miaka 3, miaka 5, hujabadilisha viti, hujabadilisha vijiko, hujabadilisha chochote. Ukiingia chooni kwenye hiyo restaurant ni chafu. Alafu unasema Magufuli amebana nini? Una customer care. Ujali wateja. Ujali wale watu ambao wanakuletea pesa. Alafu unasema rais amebana. Hiyo ni kosa. Lazima ujali wateja. Biashara yako ile fedha, urudishe fedha kwenye biashara yako ili watu wazidi kuja tena na tena. Lakini wale watu wote ambao wanalalamika leo ni watu ambao hawajakuwa kiakili, wala hawajakuwa kiroho. Wanalalamika kuhusu serikali, kuhusu uchumi. Ukikuwa kwenye maeneo, utanyoshia serikali kidole hata siku moja. Wewe ndio utakayesaidia serikali, sio serikali kusaidia wewe. Lazima ukae chini uangalie namna gani utaisaidia serikali yako, sio serikali itakusaidia wewe. Watu wote wenye akili brother, hiyo kitu wanachofikiri kila siku. Leo namna gani utaisaidia serikali? Sisi tunatembea barabarani kila siku, tunafundisha vijana kwa barabarani. Tunaisaidia serikali kufundisha vijana kwa barabarani. Lazima utoe muda wako, hata risali moja urudishie serikali yako. Uende ukafanye usafi mahali, tuze mazingira. Lakini usipofanya hivyo, unaona masaa 24 yanamwagikia kwenye lami kila siku barabarani. Huwezi toboa, huwezi fanya kitu maana. Lazima ujiulize, na Mungu anakupa masaa 24 mapya kila siku, ni mapya. Biblia inasema rehema za Mungu ni mpya kila siku. Unapewa masaa 24. Jiulize tu, ni masaa mangapi unarudishia serikali hapo? Unaishi hapa Tanzania. Hii ndio bustani yako ya Eden, kama Adam alivyokuwa anaishi kwenye bustani ya Eden. Ni masaa mangapi unarudishia serikali yako? Ujiulize tu hiyo kwanza. Asa unarudishia serikali muda, afu unanyoshia serikali kidole. Serikali imefanya nini? Wewe mwenyewe unarudishia muda. Na ni mahali unapoishi. Auishi Kenya, uishi Uganda, unaishi hapa. Kama utakapoweza kurudishia serikali yako angalau masaa 2 kwa siku, umeenda kwenye kituo cha watoto yatima, ukawasaidia kufua, kupika au kuwafulia nguo, kufanya usafi. Ukaenda barabarani, mitaro ni michafu, mitaa mingi ni michafu. Chimba shimo la taka, choma takataka, kusanya takataka, safisha barabara, fagia. Rudishia serikali masaa 2. Usinyoshie serikali kidole. Unaishi hapa. Hii ndio nyumba yako. Alafu unataka kufanyia usafi. Hilo ni kosa. South Africa ipo Afrika. Watu wengi wanakimbilia South Africa. Ni kwa nini? Mazingira. Sio kitu kingine. Tanzania tukiboresha mazingira, watu wote watakimbilia wapi? Tanzania. Watu wanaenda Ulaya kwa sababu gani? Mazingira. Mazingira ni mazuri, yana mvuto. Unajua unapenda kitu kizuri, lakini hutaki kutengeneza kitu kizuri. Hilo ndio shida hapo kwa Afrika. Tunapenda vitu vizuri, lakini hatutaki kutengeneza vitu vizuri. Na vitu vizuri vinatengenezwa kwa nini? Kwa kufikiri. Kwa watu wanaofikiri. Kwa watu wanaofikiri. Kwa shida tulionayo kubwa, tunalalamika sana, tunanung'unika sana, na tunalaumu sana. Hiyo ndio kosa tulionalo. Ndio kosa ambalo lipo. Tunanung'unika sana, tunalalamika sana. Na ni kwa nini ulalamike brother? Na wakati una masaa 24, unayeona kwamba ana kibali cha Mungu, unayeona anafanya vizuri, ana masaa 24. Wewe una masaa 24. Leo ukimweka rais wa Tanzania hapa, ukamweka rais wa Kenya hapa, ukamweka waziri mkuu wa Uingereza hapa, ukamweka rais wa Marekani hapa, ukawapa sumu kipimo kimoja, ukapiga Filipi wanywe, unatakebaki, wote watakufa. Wote watafanya nini? Watakufa. Ni kwa nini hao wanafanya vizuri, sisi hatufanye vizuri? Ni muda. Yaani kitolewa sumu kipimo, marais wote duniani wakapewa sumu kipimo kimoja, ikapigwa Filipi wakaambiwa wanywe sumu, wote wanakufa. Ni kwa nini hao wanafanya vizuri, sisi hatufanye vizuri? Ni matumizi ya muda. Ni matumizi ya muda, hakuna kitu kingine.
Hakuna kitu kingine. Muda ni kama rubber band. Rubber band imetengenezwa ili stretch, itanuke. Naomba nichukue rubber band hapo kwenye gari. Joshua, hebu kwenye pochi hapo, na kwenye begi, hapa rubber band. Muda ni kama rubber band. Muda unaongezeka, unatanuka. Yale masaa 24 unafanya nini? Unayavuta na yanatokea. Asa watu wote duniani wamepewa muda kipimo kimoja. Asa usipotanua muda wako, maisha yabadilika. Kusudi la hii rubber band ni kutanuka, ili kusudi lifanye kazi. Ukiacha kawaida hili haifanyi kazi, inabaki kuwa rubber band. Asa masaa yako 24 yanatanuka, kwa sababu Mungu ana upendeleo. Amewapa watu wote duniani masaa 24. Kinachomtofautisha Mtanzania na Mjapani ni muda, sio kitu kingine. Ni muda, sio kitu kingine. Ni muda, sio kitu kingine. Kinachomtofautisha Mtanzania na Mjapani, Mtanzania na Marekani, sio rangi. Mwafrika sio mjinga kwa sababu ni mweusi. Mwafrika ni mjinga kwa sababu hatumii muda wake vizuri. Hamna kitu kingine. Hakuna nchi maskini duniani, kuna akili maskini. Hakuna nchi maskini, nchi tajiri sana. Nchi tajiri sana. Lakini kuna akili maskini duniani. Sio nchi maskini. Gaddafi alipewa jangwa hapo Libya, akafanya kawa mji. Abraham aliahidiwa Israeli jangwa, akafanya kawa mji. Waisraeli wafanya imekuwa mji. Asa shida nini? Sisi tuna kila kitu. Sisi tuna kila kitu. Tanzania imezungukwa na maziwa na maji kila kona, kila kona. Lakini leo kuna njaa. Ni kwa nini? Ukiona nchi yote duniani, raia wa ile nchi wanategemea mvua inyeshe ndo walime. Ile nchi ina watu wajinga wengi sana. Marekani hawategemei mvua, wanachimba maji chini. Misri maji yanatoka Tanzania. Wa Misri na wana maendeleo sana, maji yanatoka Tanzania. Ulaya nzima maji yamechimba chini. Marekani maji yamechimba chini. Israel maji yanatoka chini. Hasa leo sisi tunaangalia mvua ndio tulime. Ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa sana. Kosa kubwa sana. Hii ni nchi tajiri sana duniani. Ina kila kitu. Sema na watu wenye akili maskini. Lazima tuondoke kwenye hiyo akili maskini. Kwa sababu akili leo tuingiza kwenye maisha tunayoishi wa Tanzania leo. Ile akili haiwezi kututoa hapa. Lazima ije akili nyingine kubwa zaidi. Hapo ni akili ya Mungu. Akili ya Mungu ndio itatutoa hapa tulipo. Sio akili nyingine. Wachina wameshatengeneza kila kitu. Wachina kila kitu. Leo wanataka kutengeneza nini ambacho Mchina hawezi kuweka barabarani na anauza kwa bei ya hela ya nchi yako. Hela nchi yako. Kwamba lazima tukae chini. Sisi kama sisi wa Tanzania tusitegemee serikali kabisa hata siku moja. Sisi ndio serikali, tuisaidie serikali. Sisi ndio tuisaidie serikali. Sio sisi tutegemee serikali. Tusipoweza kujitanua, kujiongeza kwenye muda, hakuna kitu tutakachofanya. Na tumekuja kuna nani brother? Tunaongea swala la muda. Swala la muda ufundishwe shuleni, ufundishwe kanisani. Ukifika chuo kikuu wanakufundisha kitu kinaitwa time management. Namna gani unaweza kufanya kazi kutumia masaa yako 11 kwenye kazi ya mwanaume mwingine. Hizi diary zote unazoziona, zote hizi zina masaa 11 tu. Ni kwa nini hakuna diary ya masaa 24 na siku moja na masaa 24? Hizi diary zimetengenezwa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya mwanaume mwingine, sio kazi yako. Brother, moja nikwambie. Nataka nikupe hii formula itakusaidia. Sisi tunafundisha swala la muda. Sisi tumekuja huku nane kutoa information, taarifa. Hatujaja kuuza bidhaa yote. Sisi tunatoa huduma. Tunafundisha swala la muda. Na masomo hapa ni bure kabisa, hakuna kiingilio. Hakuna kiingilio.
ni bure kabisa. Ukijaribu kuangalia una masaa 24. Ukiona watu wajinga duniani wametengenezwa, ukiona watu wajanja duniani wametengenezwa, ukiona viongozi duniani wametengenezwa. Nataka nikupe formula ambayo itakusaidia. Ili uwe tajiri, lazima utengeneze watu wajinga wengi sana kwenye akili yako. Na ili uwe tajiri, lazima utengeneze watu maskini wengi sana kwenye akili yako. Nitakuonyesha jinsi gani watu wanavyotengeneza, watu matajiri wanavyotengeneza maskini wengi kwenye akili zao. Ukitaka kuwa na akili, uwe mjanja, tengeneza watu wajinga wengi sana kwenye akili yako. Unawatengeneza. Ukitaka kuwa kiongozi yote, lazima utengeneze wafuasi wengi sana kwenye akili yako. Nakupa hii formula, itakusaidia brother. Itakusaidia. Haya masomo yote fundisho mahali popote brother. Mimi ni mtu wa kwanza duniani nafundisha swala la muda barabarani. Darasa la kwanza mpaka la 7 ufundisha swala la muda. Form 1, form 4 ufundisha swala la muda. Form 5, form 6 ufundisha swala la muda. Chuo kikuu nafundisha namna gani utatumia masaa 11 kwenda kufanya kazi ya mwanaume mwingine. Na ukitoka hapo unamwambia mke wako umetoka kazini, ni uongo, umetoka kibaruani. Ile sio kazi. Kazi ya mwanaume mwingine sio kazi, ni kibarua. Kazi ni Mungu anapanga. Ukienda nyumbani unalala masaa 8. Ukilala masaa 8, haya ni masaa 19. Yanabaki masaa 6. Masaa 5, yanabaki masaa 5. Ama masaa 5 ukaa kwenye TV, kwenye gazeti, kwenye smartphone. Ukakaa na mke wako na watoto na nini? Yamekatika. Hakuna kitu umefanya. Hakuna kitu umefanya. Hakuna kitu umefanya. Mnaweza kukaa na sio kaa bure kabisa, hakuna kiingilio. Mnaweza kukaa. Leteni kalamu, karatasi, wenzangu wako hapa tutapatia kalamu na karatasi. Sasa sisi tunapokuja kufundisha swala la muda, muda ndio unaobeba maisha yako. Na ukifundisha swala la muda, hakuna mtu atakutawala duniani. Utatawaliwa na serikali yako, utatawaliwa na mchungaji wako, utatawaliwa na mke wako na mume wako, hata jirani yako. Hakuna mtu atakutawala ukifundisha swala la muda. Kwa sababu wewe ndio mkurugenzi mtendaji wa maisha yako na ndio rais wa muda wako. Magufuli sio rais wa muda wako. Ajui kama sasa hivi uko na nani? Ajui. Magufuli ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo lazima ujue kabisa yeye ana masaa 24, wewe una masaa 24. Na kila mtu anapewa masaa 24 mapya. Yeye anatumia ile masaa 24 kufanya nini? Kuendesha nchi. Wewe masaa 24 unatumia kwenye kitu gani? Lazima ujiulize. Sasa ukijaribu kuangalia, kuna watu wachache wajanja duniani walikaa chini ili watengeneze watu wajinga duniani wengi na maskini wengi. Alafu nitakupa hiyo formula. Hiyo formula kutengeneza watu maskini kwenye kitu chako. Nikumbushe kabla sijamaliza hiyo. Walichukua masaa 24 wakagawanya kwa 3. Walichukua masaa 24 wakagawanya kwa 3. Tena nyie ndio wazuri sana kusikiliza swala muda. Nyie ndio nataka mje mfanye mabadiliko kwenye dunia. Sio Tanzania, kwenye dunia. You can make a change through time. Wajapani hawana Tanzanite, hawana diamond. Tuko pamoja. Wajapani wanatumia nini? Time kwenye maisha yao. Hawana mgodi wa Tanzanite. Tanzania tuna kila kitu, lakini tuko nyuma muda. Uchumi tu wa Tanzania sio masaa 24. Hapo Kenya wana uchumi wa masaa 24. Marekani wana uchumi wa masaa 24. Mimi nimeishi New York miaka 12. Nilimuuliza Mwisraeli mmoja pale downtown Manhattan. Nikimuuliza yule Mwisraeli, ili duka, ili geti, kwa sababu niona ile geti ni la kutu huko mwisho. Nikamwambia ile geti ilifunguliwa mwaka gani? Akaambia ilifunguliwa mwaka 1968. Alijawahi kushushwa. Alijofanya nini? Duka alijawahi kufungwa. Ni umri wangu mimi nimezaliwa 68. Miaka 49 iliyopita nyuma. Geti alijawahi kushushwa mpaka leo. Nafasi moja ya kazi. Wanafanya kazi watu watatu. Masaa 8. Ukiondoka anaingia mwingine, hajawahi kufunga duka. Masaa tangia mwaka 1968 ile geti haijawahi kurudishwa chini. Watu wanafanya kazi. Sasa duniani ukiona watu wajinga wametengenezwa. Ukiona watu matajiri wametengenezwa. Ukiona watu viongozi wametengenezwa. Hasa ni kuonesha namna gani watu wametumia muda kutengeneza watu wajinga. Namna gani? Kutengeneza watu wajinga. Wala watu wajanja. Wachache brother hawafiki hata watatu. Walichukua masaa 24
wakagawanya kwa 3, wakapata masaa 8. Masaa 8. Angalia mfumo waliotengeneza. Wakatengeneza mfumo, wakasema ili mwanadamu awe na akili njema, awe na afya nzuri, aishi muda mrefu, alale masaa 8. Alale masaa 8. Apumzike masaa 8. Afanye kazi masaa 8. Hapa ndipo mahali watu wajinga wengi walipozaliwa. Ukijumlisha unapata masaa mangapi? Mtu anayefuata mfumo lazima awe maskini na awe mjinga. Na nchi zote duniani zinaofuata mfumo, ile nchi ni maskini na ina watu wajinga wengi sana. Twende sasa, angalia. Ukifikisha miaka 75 gawanya kwa 3 ni ngapi? 25. 25. Ukilala masaa 8 kwa siku, ukifikisha miaka 75 utakuwa umelala miaka 25. Utakuwa umelala miaka mingapi? 25. Kwa mfano nyumbani kwako umezaa mtoto, usimlazimishe mtoto kwenda kulala. Acha mtoto akalale mwenyewe. Usimwambie akalale ili akue. Unamfundisha ujinga wa kufanya nini? Wa kulala. Acha akalale mwenyewe. Kwa ukisikia njaa anasema anasikia njaa. Akitaka kulala akalale mwenyewe. Usimwambie nenda akalale sasa hivi. Eti kumwambia akalale ili akue. Hakuna kitu kama hicho brother. Hakuna kitu kama hicho. Hamna kitu. Acha mtu akalale mwenyewe fika muda kulala. Ukifikisha miaka 75 ukapumzika masaa 8 kwa siku, baada ya miaka 25 utakuwa umepumzika miaka 25. Kupumzika na kulala miaka mingapi? 50. Mtu atakuwa tajiri. Mtu atakuwa tajiri. Na mtu ni mjinga. Imebaki miaka 25 nini? Ya kazi. Tutoe muda wa shule. Darasa la kwanza mpaka la 7. Miaka 14. Unaanza darasa la 7, la kwanza kwenda miaka ngapi? 7. Na miaka 7 shuleni. Form 1, form 4, miaka 4. 18. Form 5, form 6, miaka 2, 20. Chuo kikuu degree ya kwanza, miaka 3, 23. Kujitolea mwaka 1. Masters miaka 2. Jumlisha hapa miaka ngapi? 26. Toa hapa 26. Ina maana umeishi mwaka mmoja hapa duniani, Mungu anakutafuta akuue, umempiga Mungu chenga. Ina maana una akili sana. Mpaka Mungu anakutafuta akuue. Umempiga Mungu nini? Chenga, umeishi mwaka mmoja ziada. Ukienda mbinguni, Mungu anakuambia pita kwenye moto, pita. Yaani umekuja hapa. Hebu tusome andiko. Hebu jesho soma Wakorintho wa kwanza. Sura ya 3, mstari wa 18 mpaka 20. Uangalie Biblia inasema nini? Hekima ya dunia hii ni upuuzi mtupu. Umekuja kuchukua upuuzi hapa. Masters. Alafu kulala na kupumzika. Hakuna kitu umefanya. Hekima ya dunia hii ni upuuzi mtupu. Hebu soma andiko. Neno la Mungu linasema, mtu asijidanganye mwenyewe, kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu, kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila yao. Na tena Bwana anayefahamu mawazo ya wenye hekima ya kwamba ni ya ubatili. Na kuna hekima aina 4 tofauti. Hebu tusome kitabu cha Yakobo sura ya 3. Mstari wa 15 mpaka 17. Ili uangalie aina 4 za hekima. Kuna hekima ya kibinadamu, human wisdom, intellectual wisdom, ambayo ni ya shule, unapata chuo kikuu. Na kuna devilish wisdom ya kishetani. Na kuna divine wisdom, the wisdom from above. Ile hekima inayotoka juu kwa Mungu. Hekima aina 4. Hebu soma na Inasema, hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na ya shetani. Maana hapo palipo na wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Lakini hekima itokaye juu kwanza ni safi, tena ni amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Watu wa Mungu, lazima ujitahidi sana. Utumie muda wako vizuri. Utumie muda wako vizuri. Yaani swala ni kwamba
unaangalia kabisa kwamba mimi nilipopata hii formula miaka 8 iliyopita nyuma, leo mimi nalala masaa 3 kwa sababu nilikuwa na miaka 40. Nikaangalia kama nimeweza kujua nimepoteza muda wangu nikiwa na miaka 40, nataka nikafungue kanisa nifanye kitu kikubwa, itatokeaje? Inabidi ndani masaa machache ili nikifikisha miaka 50 ndio nimeshasoma ramani, nishajua kabisa kwamba kuna kazi nitakaofanya, nitakufa nikifanya hiyo kazi, sitabadilisha tena kazi, sitabadilisha kazi. Sasa hivi naenda kuwa mtumishi wa Mungu, sitabadilisha kazi, nitakufa kama mtumishi wa Mungu. Leo Mwakasege atakufa kama mtumishi wa Mungu, atakufa kama mfanyabiashara, kama mtumishi wa Mungu. Hasa kuna watumishi wa duniani na kuna watumishi wa Mungu. Hasa lazima uangalie watumishi wa duniani wote wanatafuta pesa, wako barabarani, wako kwenye maonyesho, wote wanatafuta pesa. Lakini mtumishi wa Mungu analeta kondoo kwa Kristo, anaenda kutafuta kuvuna nafsi, kuleta watu kwa Kristo. Hasa lazima ukae chini uangalie hii formula jinsi ilivyo. Ni watu wachache walitengeneza formula, wakasema kwamba ukiishi hivi, madokta anakuambia lala masaa 8, fanya kazi masaa 8. Ile brother, ile ni ujinga. Ile ni ujinga brother. Huyu mtu anakufa maskini. Huyu mtu anakuwa mjinga. Analala masaa 8. Kulala masaa 8 sio mpango wa Mungu. Mimi nalala masaa 3 na na miaka 48. Na sisikii kizunguzungu wala sisikii shida yote. Na na miaka 48. Askofu wetu sisi David Oyedepo wa kanisa la Winners Staff analala masaa 2 na na miaka 63. Miaka 63. Margaret Pacha alikuwa anajipumzika, ana take nap lisali moja tu. Alikuwa lali, anakaa tu hivi, anaamka. Unajua brother, bado nakwambia, watu wajinga wote. Watu wajinga wanakunywa kahawa ili wasilale. Lakini mtu smart, kitu kinachosababisha silale ni majukumu. Ni majukumu. Lakini mwingine anakunywa kahawa ili asilale. Lakini mtu yote ambaye ana majukumu hanywi kahawa. Majukumu tu yanasababisha kutokulala. Na ndio sababu brother, kuna ndoto za aina mbili. Kuna ndoto ya kitandani na ndoto yako. Ukiwa na ndoto yako ulali. Ukiwa unafukuzia ndoto yako fanya nini? Ulali. Na kuna ndoto za kitandani. Kwamba lazima uwe makini kwenye hilo eneo. Ujue ndoto yako ni nini? Na mimi ninachoamini brother, sisi kwenye Kingdom Business tunachoamini ni kwamba katika umri wa ujana unaishia miaka 75. Umri wa ujana unaishia miaka 75. Na ni kwa nini? Mungu alimwambia Abraham aondoke nyumbani kwa babake akiwa na miaka 75. Sasa unachotakiwa kuchunga huku chini kwenye umri wako udogo, huku chini huku. Ulikulaga nini? Uliingizaga sumu gani kwenye mwili wako? Unakuta uliingiza kiroba, uliingiza pombe, uliingiza bangi, madawa kulevya. Imeshaanza kuharibu system. Lakini kama hujaingiza sumu yote kwenye mwili wako 75, bado ndoto yako utaitimiza. Hasa watu wengi wamekata tamaa maisha. Waafrika wengi wakifikisha miaka 50 anakata tamaa maisha. Na Biblia inasema jinsi mtu awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Hivi kama unawaza kifo, nani amekuambia kwamba utakufa? Nani amekuambia kwamba Mungu anakutaka wewe kule mbinguni? Hakuna. Alafu unawaza kifo nini? Hakuna sababu kwanza kifo brother. Brother, mimi ninachosema, kila kitu kizuri hapa duniani ambacho nimekiona kwa macho yangu, ambacho nimekitamani na nakitaka nikione, nitakiona. Chochote kizuri. Kama ni kumiliki ndege yangu mwenyewe, nitamiliki ndege yangu mwenyewe. Kama nimetamani kumiliki mji kama huyo wa Winners, ana mji kule Nigeria, siku ya kilomita 200 hapa mpaka Edaro, imepigwa fence zunguka siku ya kilomita 200. Ampiga fence, ana jeshi. Na ni mtu kichwa cha mtu mmoja. Brother, akili yako na uwezo kuchukua information zaidi ya bilioni 14. Bado kabisa hujatumia akili brother. Sehemu unayotumia ni kumbukumbu tu. Utajuaje hujatumia akili? Angalia nguo zote ulizovaa ni wazo la mtu mwingine. Kuna mtu alikaa akaja neno wazo, akaanza t-shirt, suruali nini? Ya. Hao watu wakija wakikulipa hela, wakachukua mawazo yao. Nipe nguo yangu, chukua hela yako. Wewe utabaki na nini? Unabaki uchi. Ina maana bado hujaanza kutumia akili yako. Ina maana sehemu unayotumia na kumbukumbu. Ukimwangalia doctor yote, engineer yote, atumia akili yake, ni kumbukumbu. Vile vitu alivyofundishwa, ndivyo mwanaume mwingine. Yeye amekrem, amekaririshwa.
Daktari anaenda kufanya operation, rubani wa ndege hajatumia akili yake. Vitu alivyofundishwa amekaririshwa. Vitu vya mwanaume mwingine. Ile ndio imetengenezwa, alitengeneza ndio ametumia akili. Alitengeneza formula ya 1+1 ndio alitumia akili. Hao wengine wote wanakaririshwa. 1+1 ni 2. Tuko moja tu Mungu. Asa lazima ukae chini. Tumia ile akili Mungu alikupa. Fikiri, kwa mfano kama Tanzania. Angalia changamoto yote ambayo Tanzania wanapitia. Tatua ile changamoto. Tatua ile changamoto. Yaani njoo na kitu ambacho kitaondoa, kitaleta solution. Huyu kijana